Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa. Asante. Asanteni. Shikamoo. Jambo. Karibu. Asante. Mimi naitwa Geoffrey Alois Bayona, ni mheshimiwa Liona kata Bulioheke. Huyu anaitwa Bunyelele ni Sombatale au kaka mkuu wa kata wa jimbo letu la Buchosa. Huyu ni msaidizi wa katibu wa mbunge kwa hiyo lakini anatokea Bulioheke pia. Huyu ni katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi, anaitwa Cosmas Evaristi Matu. Kwa hiyo sisi tumefika hapa kama alivyokuja yule binti aliongea na mheshimiwa mbunge. Akaomba mheshimiwa mbunge aweze kumsapoti mtoto huyu kwa ajili ya matibabu na mambo mengine. Ndio. Tunashukuru, karibuni. Ndio, asante. Jisikieni kwamba mko nyumbani. Ndio. Mimi kwa majina ninaitwa Ezekieli Ndagabwene Mnaku. Ndio. Ndo baba wa familia hii. Ndio. Huyu mtoto naweza kusema tu kwamba alizaliwa hivi kwa sababu tulikuja kumgundua akiwa na umri wa miaka 8. Hii miezi 8. Sababu alizaliwa tuko Sengerema. Likaa kama miezi 5 hivi tuko Sengerema. Baadaye tukaruhusiwa tukaja. Sasa tukawa tunamuona kama ni mtu wa kawaida tu. Lakini ndani ya miezi 8 si mtoto ameshafikia kipindi cha kukaa. Ukimkalisha akai, ukifanya hivi yani basi ndo tukachukua tena jukumu la kumrudishako. Sawa. Kwa hiyo tulipomrudisha Sengerema ndo ikabainika kwamba wao walivyotuambia sasa kwamba ana maji kichwani yamepitia kwenye uti wa mgongo. Unaona? Lakini tulifanya jitihada tangu 2015 mpaka nilifikia sehemu nikaishiwa, maana kila kitu, rasilimali zangu niliuza. Unaona hizo miji hizo huko zilikuwa ni eneo langu, lakini niliuza ili kusudi nimsaidie labda angalau uweze kutembea apate namna ya kujisaidia. Na alikuwa hakai. Hii hali unayomwona nayo sikukata tamaa. Sawa. Nilienda hata kwa waganga wa kienyeji ikashindikana. Kilichompa hii hali hii ni maombi. Ndio. Nimpeleka kwenye maombi ndio akawa amepata nguvu za kuwa na. Sawa. Sisi tukukabidhi sasa kiasi cha fedha 400,000 ambazo mheshimiwa mbunge ametutuma tukuletee. Sawa. Mimi cha kwanza ndio ninamshukuru. Sawa. Aendelee kuwa na moyo ndio wa kusaidia ndio pale panapohitajika. Ndio. Lakini la pili ndio yani niseme tu kwamba shukrani yangu ndio kwa wema alioutenda. Ndio. Na mimi napenda kuahidi kwamba ndio pesa hii ndio itabidi niifanyie kazi. Ndio. Ili kusudi ndio nipate chakula na msaidia na mtoto. Kwa hiyo fikisheni ujumbe wangu kwamba ndio yule mzee anakushukuru sana. Ndio. Yani anashukuru sana. Sawa. Aendelee kuwa na moyo wa kuweza kutusaidia. Sawa. Mimi namshukuru huyo baba, Mungu aendelee kumpa, aendelee kutujua kwamba sisi tuko watu wake. Kuna sehemu zingine tuna madhaifu, lakini namshukuru sana. Na nyinyi pia aliyowatuma, Mungu awabariki. Nashukuru mno, yani sina cha kumpa, bali ninaomba Mungu
amsimamie katika kazi yake. Amina, nashukuru sana. Nakushukuru sana. Labda kwa sababu ya hali ya mtoto wetu na kwa sababu mheshimiwa mbunge anao marafiki wengi, lakini mbunge ambaye ameshajieleza, amejipambanua kwenye jamii kwamba ni mtu ambaye anasaidia jamii. Inawezekana kupitia tukio hili wanaweza kusikia marafiki na watu wengine wakataka sasa pengine na wao washiriki hizi baraka ambazo mheshimiwa mbunge anazipata kutoka kwenu. Kwa hiyo inawezekana pengine labda na namba za simu, labda chochote kwa kuwaeleza kwamba mtu yeyote anayetaka kuja kusaidia mtoto huyu basi ili aweze kuwafikia. 07 ndio 64 ndio 61 ndio 76 ndio 08. Sawa. Jina linakuja nani? Pengine mtu atakusaidia. Jina linakuja Ndagabwene ndio Munaku Kasuguri. Sawa. Ndagabwene Munaku Kasuguri. Pitia kwa mbunge, maana ninajua tu hata na mimi nitakuja kupata msaada. Ndio. Atatusaidia. Kwa hiyo mimi ninamwombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Aendelee amzidishie baraka. Ndio. Yaani kazi yake amwekee mkono. Ndio. Ili aendelee kuwa na upendo na jamii yake anayoiongoza. Ndio. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.